Roho Mtakatifu Ainasi Makwani wa Kristo. Kwa majina naitwa Dosta Stoni Ngarala, nimetokea kwenye tawi la Ikuti kwenye kanisa la Mzee wa Yesu Nabii Monaji. Kipindi wakati naumwa nilikuwa nahangaika sana mitaani, lakini kwa bahati nzuri nikakutana na mtumishi mmoja akaniambia yupo Ikuti. Nilivyoenda nikaenda kuombewa, nilikuwa nasumbuliwa na ugonjwa wa kansa kutokuzaa. Lakini ni wakati bado sijaingia kwenye kanisa nilienda kwa mganga. Yule mganga aliniambia niende nikafanyie operation ili nisafishe kizazi. Lakini toka nilivyokutana na mtumishi wa Mungu aliniombea na mpaka saizi nazaa, watoto wangu wako vizuri na nina furaha tele, na namshukuru Jizazi kwa kunisaidia na kwa kunikomboa. Amina Makwani wa Kristo. Karibuni sana katika tawi la Ikuti ambao lipo chini ya Kwani Joshua Mwaliendile. Tuambie tendo lako la kutokuzaa uligundua baada ya muda gani? Ulivyoolewa au ulipofika umri fulani au ulikuwa unataka kuzaa kwa uzai na umehangaika kwa muda gani? Yaani kabla, yaani nimewahi zaa mtoto wa kwanza. Mtoto wa pili nilikuwa napata shida kwa kumpata. Lakini mume wangu akasema twende kwa mganga atatusaidia. Nilivyoenda kwa mganga akaniambia niende nikafanyie operation. Lakini wakati najipanga kwenda kufanyia operation kutafuta hela, bahati nzuri akaniambia kuna mchungaji amekuja anaombea. Wakati bado ile kanisa haijaingia kwenye kituo cha Ikuti. Baada ya mtoto wa kwanza mpaka kuja kutafuta mtoto wa pili na kuona sasa na haja sasa kuweza kutafuta. Nilikuwa nasumbuliwa na tumbo chini ya kitovu. Unapata maumivu? Chini ya kitovu. Mwanao wa kwanza akafika umri gani? Wakati ana miaka 6. Kwa kile test zali mambo haya. Kipindi wakati natafuta mtoto wa pili, nimewahi zaa mtoto wa kwanza, mtoto wa pili nilikuwa nasumbuliwa sana na ugonjwa chini ya kitovu, wakati nahangaika pamoja na mume wangu. Bahati mbaya mume wangu akaniambia niende kwa mganga. Tulivyoenda kwa mganga naye, bahati nzuri mganga akasema chini ya kitovu kuna matatizo, uende ukafanyia operation. Lakini wakati tunajiandaa kutafuta hela za kwenda kufanyia operation, tukaahirisha, wakatuambia kuna mchungaji amekuja katika tawi la Ikuti. Nilivyoenda kuombewa kweli nikafunguliwa na nikapata mimba, nikazaa mtoto wa kwanza, wa pili, sasa nina mimba ya mtoto wa 3. Toka kwa mganga, ndio? Ndio. Akaambia kuna mchungaji anakuja. Ndio. Akaniambia kuna mchungaji yupo Ikuti. Ndio. Ukabidi uende Ikuti. Nikaenda kwenye kituo ambacho anahudumia. Sasa baada ya kufika pale kwenye kituo mambo yalikuwaje? Kweli namshukuru Mungu kwa kuwa anatenda kwa wakati wake. Nilivyokutana na mchungaji kaniombea. Kweli nikabarikiwa na huduma yake na nikaanza kutumia vifaa ambavyo anatuelekeza kwa ni wetu. Vifaa kama nini? Kama maji, kama mafuta, kuna ya kunywa, kuna mafuta ya kupaka na kunywa. Kweli akanisafisha tumbo, nikafanikiwa kupata mimba na nikafanikiwa kuzaa mtoto. Vipi ile kansa na maumivu chini ya kitovu? Mpaka saizi imeisha. Kwisha kabisa. Kwisha kabisa na mpaka saizi na mimba mtoto wa 3. Maombi yalidumu kwa muda gani mpaka kupona? Nimeingia 2022 kwenye imani hii. Baada ya hapo mambo yalijibu baada ya muda gani kwenye maombi? Ndio nikakaa nikasema ngoja kwanza nitulie, niongeze mtoto mwingine ongezeke kukua afu nitafute mwingine. Ndio nikakaa baada ya miaka 6 tena ndio nikapata mimba tena mtoto wa 3. Basi Mungu ametenda. Namshukuru Jizazi wewe. Kwa yule ambaye anakutazama sasa na huu shuhuda ambao umeutoa, ulikuwa unamwambia nini? Yaani kwa kuongea upande wa watu ambao bado hawajajua imani, ninawakaribisha sana kwa kuwa Mungu wetu anatenda na anajibu kwa wakati wake. Na ukitaka kujibiwa ukifika kwenye imani yetu tulia, usitange tange. Usiende kwa waganga, usipate maneno ya watu, wewe simama na imani na msikilize kwani wako anachokuhubiria na fuata utaratibu wa imani. Wakati umetafuta waganga, unaenda kwa mganga mmoja tu? Nimezunguka waganga wengi. Mganga yupi ambao unakumbuka historia yake mpaka leo ukikaa hivi unacheka? Anaona kitakuwa nakudanganya. Yaani hata yule mganga namshukuru kwa sababu hakutaka hata hela yangu. Ila kanishauri tu nenda kafanyia operation. Huyo sangoma na mwanzo. Katika waganga ambao umepita, yupi ambaye unamkumbuka na masharti yake yalikuwa mazito? Nimepita waganga wengi, uongo zambi. Ndio. Yupi sasa ambaye unakumbuka baada ya kwamba upeleke kuku, upeleke mbuzi, upeleke nini? Kuna wengine kipindi 2024 walikuja kwenye kijiji chetu wanaitwa Lambalamba. Kweli walitulamba sana. Tukatoa kuku, tukatoa nini, na kile wanahitaji kukutibu wanahitaji paka ulale naye ndio akutibu. Ukikataa kulala naye hakutibu. Hatoi huduma. Hatoi huduma.
Huyo lambalamba. Huyo lambalamba. Kwa nilivyokataa kufanya hicho kitu, nikarudi nyumbani, bado hali ikawa inaendelea kunisumbua, ndio nikaenda tena kwa mganga mwingine. Waganga wangapi ambao umezunguka kwenye? Nimezunguka waganga 6, Malawi, Sumbawanga, Mbarizi, Uyole, Ikuti. Huyo wa Sumbawanga mambo yalikuwaje? Huyo wa Sumbawanga naye ulijuaje? Hivyo wakati nasumbuliwa na matatizo, kuna mtu akaniambia kuna mganga Sumbawanga. Kwa nilienda kwa sababu nilikuwa na shida. Nikamfuata. Kawasiliana ukampata. Ulipofika kule kwa mganga wa Sumbawanga, kweli alinipa dawa, zile dawa zilikuwa kali na nilitumia, lakini bado tatizo langu sikupona. Kwa tatizo lako limepona baada ya kujiunga, baada ya kuingia kwenye imani ya mzee wa Yesu, baada ya kukutana sasa na huyo mtumishi. Huyo mtumishi